Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam kaka, heri. Heri, mmeamkaje? Salama, tunashukuru Mungu. Vipi mama yuko? Katoka sasa hivi. Oh. Yaani kutoka kote huko mbali nimekuja kwa ajili ya kumsalimia mama afu sijamkuta. Pole ndugu yangu. Vipi lakini ameamkaje? Salama, nashukuru Mungu. Vipi watoto wangu kwa wajambo na wishi? Hawajambo, tunashukuru Mungu. Wazima wote. Sawa. Vipi lakini unaendeleaje? Salama, Mungu anasaidia kama unavyoniona hapa. Anazungumzia kuhusu masomo. Shule tunajua mdogo wako nani, lakini mtihani majibu yametoka, sijafaulu kwenda advance. Ni kwenda chuo tu. Okay. Lakini pia nimefikiria hapa nikamuelezea mama kwamba anahitaji labda nikajiunge na kozi za kompyuta. Mungu ajalie, kwa sababu ni kazi ambazo nazipendelea. Pia na masuala ya fundi bomba, hizi fursa za Masamia naomba kuomba. Sawa. Sio mbaya. Kufeli masomo sio kwamba ndio umefeli maisha. Unaweza kupambana huko kwenye mabomba au kwenye umeme ukafanikiwa. Sio kesi Kwa hiyo mama, utaratibu wake ukoje hivi sasa? Baada ya kuongea naye, kuna pesa ndo nazifuatilia, talondo kaenda huko juu. Fuatilia masuala ya hela. Kwa hiyo kikaa sawa, ndio nikaenda hapo ndani FDC kwa ajili ya masomo. Kwa hiyo kuna hela anaikamilisha yani. Anafuatilia tu kianzo cha awali. Nyingine nitalipia mbele. Unajua hapo ingekuwa nipo kazini sasa hivi, ningeboost na mimi hapo kidogo haraka ungeenda chuo. Lakini sasa kama unavyojua ile kazi yangu ya kuuza matunda na huu mwezi wa Ramadhani, kwa hiyo nimeacha kidogo. Ile ingekuwa sio hivyo, ningechangia hapo uende. Ila sasa hivi sina kazi yani, nipo tu nyumbani. Hamna kaka, hiyo ni mpango ya Mungu. Basi sio mbaya. Sasa wewe cha kufanya wewe basi wewe kuwa na subira, hela ikamilika utaenda chuo. Sawa kaka. Mimi ngoja nirudi zangu nyumbani. Sina cha kufanya sasa. Sawa. Wewe baadaye. Sawa. Sisi nitakuja lini tena siku nyingine, si kesho. Bana, nimekuelewa. Ila kutolewa kwangu ni kwamba wewe unahitaji kuwa Muislamu kamili. Yaani hauhitaji Uislamu wa kubahatisha. Ndivyo? Sawa. Sasa nikisema nikupe jibu la moja kwa moja kwamba iko hivi, nitakuwa na kudanganya, kwa sababu Uislamu ni kama jengo ambalo limejengwa katika nguzo kuu 5. Sawa. Sio, nielewa? Naelewa. Na nguzo ya kwanza tunaambiwa kuwa ni shahada. Tuko pamoja? Tuko pamoja. Na nguzo ya pili tunaambiwa kuwa ni swala, yani tuswali. Swala. Nguzo ya 3 ni zaka. Sawa. Nguzo ya 4 tunaelekezwa kuwa ni swaumu, yani tufunge kama tulivyoelekezwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sijui unanielewa vizuri? Nakuelewa vizuri shehe. Sawa. Nguzo ya 5 ni kwenda kuhiji. Sasa ukishatimiza hizi nguzo zote, wewe unakuwa ni Muislamu kamili. Bana shehe, nashukuru sana. Naam. Nashukuru kwa mambo yako machache ulionielekeza kama ulivyoniambia. Sawa. Na pia nilikuwa nahitaji unifunze kutia uzu, maana nahitaji nianze kuswali. Mashaallah. Upo tayari? Nipo tayari hapa sasa hivi. Basi sawa, nifuate. Karibu.
Oh, mjomba. Vipi? Safi bwana mjomba, shikamoo. Marhaba, habari zako? Aisee, ni njema. Karibu mjomba. Shukrani. Karibu sana mjomba. Asante. Vipi, yuko wapi ndugu yako? Ndugu yangu yupo tu ndani kalala. Mjomba. Muite basi au? Hamna shida, ngoja nimwite. Asani. Hebu amka bwana nawe, mjomba anakuita hapa. Mjomba. Nakuja. Basi hamna shida. Haya. Anakuja hapo. Mjomba. Niambie mjomba. Safi, shikamoo. Marhaba, Said. Salama, karibu bwana. Vipi, naumwa? Hapana mjomba. Si unajua tena nimepumzika tu. Vipi? Mbona umelala mpaka saa hizi? Au kama ya kuchosha nini? Hamna bwana mjomba. Nilipumzika tu. Si unajua tena usiku waja kushangaa muda mwingine unaweza usilale. Kwa hiyo nikaona bora nitulie, afu si unajua tena hatuna kazi. Okay. Haja vijana mueleweki nyinyi. Lakini wajumba zangu nyie muoe, mlishaenda sasa. Ndio kama nikija hapa nimkute mama anaandalia chai, juisi, mimi nitakuwa na furahi sana, lakini sio ninavyokuta hivi haipendezi. Ni kweli mjomba. Na hata hivyo ukiona hivyo muda bado, lakini muda ukifikia na kuahidi mjomba nitakwambia. Hata mimi yaani kimpata tu wa kwangu yule ambaye ninaweza nikaendana naye, mjomba chap kwa haraka na kuletea. Mimi nitafurahi siku ambayo nitaona wajumba zangu mmeamua kufanya maamuzi kikubwa kama haya. Safi. Yaani natamani nione wajumba zangu mnaleta wajukuu, mnaleta watu. Ukoo tunaujaza. Wala usijali mjomba. Lakini halijanileta hilo. Kwanza kabisa kabla ya kuchukua udhu, lazima uanze na neno bismillah. Na sio kuchukua udhu. Yaani endapo kuna jambo lolote unataka kufanya, lazima uanze na bismillah. Sawa? Sawa. Kwanza tunakwenda kuanza kwa kunawa viganja vya mikono. Yaani tunanawa kuanzia hapa mpaka hapa. Sawa? Mara 3. Hatua ya pili tunakwenda kusukutua mdomo mara 3. Sawa? Hatua ya 3 tunakwenda kusafisha pua. Tutaweka maji kwa mkono wa kulia, alafu tunatoa kwa mkono wa kushoto. Sawa. Hatua ya 4 tunakwenda kunawa uso. Sawa. Mara 3. Na hatua ya 4 tunakwenda kunawa mikono. Sawa? Anza kulia kama hivi. Tunakuja kushoto.
Hatua ya 5 tunasema nini? Tunakwenda kunawa kichwa. Hatua inayofuata ni kuosha masikio kwa kutumia mikono yote miwili. Sawa sawa? Twende huku, pita huku. Sawa, hapa tunaanza kawaida vizuri. Uzingatie. Zingatia. Hapo unakuwa umekamilisha kuchukua udhu. Sawa. Sawa sawa. Sawa sawa. Naam. Sasa mimi nafikiri mengine ya ziada inatakiwa umtafute shehe ambaye aliyosoma zaidi ili akuelekeze zaidi ya mimi. Sawa sawa? Sawa sawa. Naam. Karibu sana. Basi haina shida. Karibu sana ndugu yangu. Tuko pamoja. Wajomba zangu nyewe wakorofi sana. Nimetoa mashtaka, nyewe mnaleta vurugu huko barabarani. Hata sijajua shida ni nini. Kiukweli nimeona nije nizungumze na nyie, nijue mustakabali ni nini. Kuna shida gani hapa? Mkienda barabarani nasikia sui nani kapiga mtu hivi. Inakuwaje? Ni sifa mbaya katika familia hii. Mjomba, siku zote mbaya akianza anaonekana hana kosa, lakini ukimaliza wewe ndo unaonekana unakosa. Kwa hiyo mjomba, sisi mbona sio wakorofi, lakini tu wakituanza sisi tukimaliza basi wanaona kama vile tumewakosea. Ni sawa, lakini tambueni, anayeanza huwa siku zote haonekani, ila anayemaliza ndio anaonekana. Mimi ni wasihi wa wajomba zangu, hem, tujaribu kuishi na watu vizuri. Mheshimu kila mtu, hata kama kakuzidi au hata kama umemzidi, kwa sababu siku zote humjui mbaya wako nani. Mtakuja mlete jambo, lete shida hata kwenye familia. Kwa hiyo wajomba zangu na wasihi, tuishi maisha mazuri, tupendane. Huko nje kuna wabaya wajomba zangu, kuna watu wabaya mno, na mimi nawaambia nyinyi hamwajui wabaya wenu wakina nani. Kwa hiyo tuishi na watu vizuri, tusiete mambo mengi takuja kuleta shida kwenye familia. Halafu mama yenu kaachie hizi mali sio kwa niaba ya kuwachapia watu maskini, kawaachie hizi mali kwa sababu ya kuendeleza maisha yenu wenyewe na kusaidia watu ambao hawajiwezi. Tambueni kuwa mama yenu ni mtu maarufu sana katika huu mji. Sasa mjaribuni kutunza heshima zake kidogo. Tumekuelewa mjomba. Tunajua kabisa ule msemo wa mjomba ni mama, ama kweli tumebaki na mama yetu. Lakini sina maziwa mjomba. Basi bana wajomba zangu, mimi yangu ni hayo tu. Sawa. Nimeona nije niwaulize, hem, tujaribu kuishi vizuri basi. Hamna shida mjomba, tumekuelewa. Maana binadamu bana, sisi tuna vitu kibao. Huenda kuna watu wanawawinda nyinyi. Sasa mkiwa mleta mambo hayo tena, tutakuwa mnajaribia wenyewe. Kabisa. Lakini wajomba zangu, swala koa liko pale pale. Hebu kaeni mfikirie swala. Ushaenda. Hamna shida mjomba, ondoa shaka. Okay, mimi naona niwaache basi. Basi haya mjomba, karibu. Haya mjomba. Karibu. Haya. Hussein, usijue kama umechomoa kadi yangu nyuma ya TV hapa. Mbona sijachomoa? Kama hujachomoa basi hamna shida. Basi hamna shida.
Ai. Vipi shehe, kwema? Nice kama na kichomi. Na kichomi? Naam. Sawa, nisubiri hapa. Vipi, umefunga? Nimefunga. Sawa. Basi hebu chukua hii, alafu paka sema nauma. Nenda nikapokea simu. Paka vizuri kabisa. Pole sana. Asante. Sawa. Naomba nikuulize kitu. Unajua hati kuruhusiwa? Hapana, sifahamu. Oh, sawa. Sasa jitahidi uifahamu kwa sababu hii ni tiba ya uadui. Sawa. Kwa hiyo fanya juu chini uijue. Sawa. Sawa. Tajitahidi. Itakusaidia sana. Sawa. Tajitahidi. Tuelekee. Wewe umerudi? Umerudi saa ngapi? Rudi muda si mrefu. Kwema. Kwema. Mbona saa hizi? Kwani kuna nini? Jamani, saa 7 hii mume wangu uko ndani kweli? Kwani wewe hujui kwamba mimi safari siendi kazini kwa sababu ya mwezi wa Ramadhani? Jamani, hata kama huendi kazini kwa sababu ya mwezi wa Ramadhani, mume wangu, si unatafuta hata mishe yoyote? Hiyo misho nipo kwenye mchakato. Mna kwa mchakato gani mume wangu? Tangu jana nimekwambia hivi, fanya hivi, fanya hivi. Leo saa 7 tayari umesharudi uko ndani mchana wote huu. Hebu niambie mume wangu, nataka tufe njaa. Hiyo michakato ya kazi nipo kwenye mchakato sasa, bado naendelea kutafuta, lakini nimehangaika huko nje nimekosa. Nikaona nje nitulie ndani nicheze kwanza na mtoto. Shida iko wapi? Mimi nikae ndani, wewe ukae ndani. Ndio nini hivyo? Toka nenda katafute mishemishe yoyote. Wewe uone kwamba huu mwezi wa Ramadhani unaishia mwisho? Tuna watoto watatu, hata mmoja hajapata hata nini, hatujui atavaa nini siku ya Eid, watoto watatu wote. Hatujui tutakula nini. Umelala unasema kwani shida iko wapi? Toka mmangu, nenda hata kijiweni. Unaweza ukapata mtu akwambia ustazi, shika hiki, shika hiki, shika hiki. Akakupa hata 5000 umeingiza riski. Sasa unavolala ndani ndo nini? Kwa hiyo nitoke bila sababu. Utoke uende kijiweni mume wangu. Ukosi riski kuliko kukaa ndani. Ndani nani atakuona? Si tukae ndani, wewe ukae ndani. Sasa ndo nini? Niende wapi sasa? Toka nenda kijiweni bwana, katafute mishemisho yoyote. Wapi? Uende nje ukatafute misho yoyote. Ukitafuta misho yoyote mpaka ukae mpaka saa 12 muda kufuturu, ukosi 5000. Sasa utakaa ndani tumisi tukae ndani. Wewe na wewe ukae ndani. Kweli jamani? Sasa tatizo unaenda wapi? Yaani mwanaume wangu ni mbishi jamani. Sasa mlete mtoto mimi niende nikatafute kazi. Wewe lala ndani. Wewe unapenda sana kulala. Lala ngoja mimi nikatafute hela. Umesikia? Shida yako mimi nitoke. Shida yangu utoke. Tujue unataka kijana tajiri. Haya basi, haya natoka. Si wataka nitoke, ngoja nitoke basi haya. Mambo gani haya? Sasa hivi sasa hivi mwanaume ndani kweli? Haya ngoja nitoke basi, si ndio hivyo nimekwambia ngoja nitoke. Toka nenda. Tukelele mkelele mtundo mmoja bana. Nenda. Karibu.
Karibu. Karibu. Maana sijategemea kabisa kwamba ndio utakuja hapa sasa. Asante shoga yangu. Wewe unaishi vipi na hapa pangaji wenzio? Kwani umeniuliza hivyo? Maana nimepishana na huyo sio mpangaji mwenzio hapo, sio jirani yako. Nimemsalimia hajaniitikia. Hao wazoe. Kwani huko ndani naishi na watu sasa? Hayo mazombi. Haya, Kilichonileta shoga. Mimi nimekuja hapa kwako ili unikushauri nafanyaje. Maana sielewi yule mtu. Sijui ndo ana nguvu sana au sijui ndo nini. Maana nimetengeneza dawa leo mchana lakini sijaona bado manufaa. Unapokosea wewe nisemwe moja. Wewe unaenda mchana. Kakwambia nani mchawi anawanga mchana? Nenda usiku. Na maanisha muende usiku kwa sababu usiku ndio utawala wetu sisi. Yaani huo ndio muda wa kujidai sisi. Hapo sasa umenifungua kichwa changu. Maana nilikuwa nimelala. Nashangaa. Mbona sijui manufaa? Kumbe kwa sababu ni mchana. Sasa leo usiku simuachi salama.